kwetu. Bado tunaendelea kuchukua tahadhari kuhusiana na janga zima la corona ambalo bado dunia inaendelea kuhakikisha kwamba tunavuka kwa pamoja, sio janga la mmoja, hili ni janga la taifa ama la dunia zima, na tusipeane hofu. Tusipeane kupeana roho juu, hapana. Kikubwa tuchukue tahadhari, ikiwepo kunawa maji na sabuni, maji tiririka, lakini pia tuweze kuepuka misongamano sio ya lazima. Kama unahisi hauna lazima kutoka nyumbani, ndugu yangu, ni bora ukatulia kwa ajili ya kujilinda wewe na kuilinda familia yako dhidi ya janga hili la corona. Lakini tumeambiwa na baadhi ya viongozi wetu tujipige nyungu, jifukize. Mimi nimeshajifukiza nyungu kadhaa. Jifukize nyungu bwana. Sio ubaya na wala sio uzamani. Tudumishe mila zetu kwa ajili ya kuweka sawa miili yetu na afya zetu pia. Karibu, hii ni Kwetu ya Wasafi TV, losheni vitu vingi kwa ajili yako. Nyuma ya kamera ni Romi 255, mimi ni Kungwi_Mkatashombo, na nimevaa hii kuonesha mfano kwamba unapotoka nyumbani ni lazima uvae maski kwa ajili ya kujikinga wewe na kuwalinda wale uwapendao. Kwa hiyo unapovaa hii, unapokohoa, inakurahisishia kuto kusambaza maambukizi ama kupata maambukizi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Kwa hiyo ni lazima, sio ombi, ni lazima kwa ajili ya umuhimu wa afya yako. Vaa kama ambavyo mimi nimevaa kwa siku ya leo. Karibu, na bila kupoteza wakati, acha nikupeleke moja kwa moja kwenye mbeleko uweze kujua kuna nini. Lakini kwa siku ya leo tuko maeneo ya Mabibo huku. Karibu na usiondoke, hii ni Kwetu ya Wasafi TV. Mbeleko ndani ya kwetu. Mimi kwa jina naitwa Gerard Mwambungu. Kwetu Kyela, Mbeya. Nimezaliwa Mbeya huko Kyela, lakini ukuaji wangu nimeishi sana Zambia. Kutoka Zambia nimekuja hapa kwetu Mbeya. Sasa mimi mwenyewe nilikuwa na shughuli zangu vizuri. Zamani nilikuwa na jiko, nachoma chipsi. Baada ya kuchoma chipsi, basi nikapata ugonjwa. Ugonjwa huu chanzo ulikuwa upele. Mwenyewe nilikuwa nakuna, nilikuwa nawashwa. Maisha ya kwangu yalikuwa mazuri. Nilikuwa naishi vizuri na mke wangu na watoto wangu. Biashara nilikuwa naendelea nazo kama kawaida bila tatizo lolote. Baada ya hapo ndio nilikuwa nimepata huo ugonjwa wa matatizo. Chanzo kiupele hapa kwa chini hapa. Baada ya upele huu nikana kuna hapa. Alafu likatoka lengelenge. Lengelenge likapasuka. Baada ya kupasuka lengelenge, akatoka mnyoo mrefu kama vile wanyoo wale wanatambaa chini wale. Alafu kwa wanatambaa chini. Toka hapo nikaenda hospitali. Kwanza nikaanzia Kyela, hospitali ya kwetu. Nikazunguka kwa hospitali, sijapata mafanikio. Ndio maana kule nikapewa barua kwamba niende hospitali kuu. Nikaja pala hadi Mbeya. Mbeya pia nimezunguka pale, sijafanikiwa. Pale tena nimepewa barua, ndio mpaka nimekuja huku Muhimbili. Nilipokuja huku Muhimbili, kweli nimepima vipimo. Nimeambiwa kwamba wadudu ndani kwake kuna wadudu wengi. Afu ndio wamevimba hivi humu juu humu. Wote hawa kuanzia hapa afu anaendelea hapa na shahadi anaishia kwa hapa. Lakini nateseka. Hata Mtanzania mwenzangu akiniangalia, cha pili, usidharau upele.
kwa sababu maradhi yanatokea kila sehemu. Hivyo kiupele, unajua mtu kama vile upele unawashwa, unakuna. Baada ya kukuna ndio hiyo linatokea hiyo lengelenge kama vile umeungua na moto. Sasa hivyo ndio maana imesababisha kwamba itokeane yote. Akaniuliza kwamba wewe unakanyaga mimaji. Nasema mimaji ni sawa, na sisi tunalima, kwetu tunalima. Sasa sijajua kwamba imetokea na nini. Akaniuliza mengi. Kuna umetembea sehemu nyingine au umekanyaga vitu vya watu? Nasema sijajua, kwa sababu ugonjwa na kila aina. Majibu ya nimepewa hospitali na ya kwake yeye mwenyewe ni sawa. Sasa yule akasemaje, hii tatizo lako hili sio kwamba ni la Mwenyezi Mungu. Hii inatokana kwamba kuna sumu imewekwa na binadamu. Sasa hiyo inatakiwa kwamba nikupe dawa upate maendeleo mazuri. Hiyo dawa nitakupa ni dawa za matunda, lakini zina gharama ya $1.5 million. Sawa na hospitali, gharama hizo niambiwa. Nilivyoenda hospitali Muhimbili, ni kweli akaniambia kwamba niende nikafanyia upasuaji wa mguu ikipatikana hiyo hela. Dawa za maumivu ninaendaga nachukua na kunywa, nalala, afu naendelea na mambo mengine. Dawa za maumivu nikinywa utofauti unakuwepo, lakini sio sana. Wakati wa kulala kuti nilale vizuri, sisikiage maumivu sana, nalala vizuri. Lakini nikiamka tu ndio unaanza. Lakini nikianza kutembea pia na kunywa kidogo, natembea hivyo. Maumivu yake mengine yanachoma kama vile kuna vichomi. Alafu kama inawaka moto vile. Mie sana nilikuwa naomba tu Tanzania wenzangu wanisaidie kwa ajili ya tatizo langu hili. Mimi mwenyewe sijiwezi, kwa sababu nina mkono mmoja, natembea tu na fimbo. Bila fimbo siwezi kutembea. Sasa hiyo ndio kwamba naomba kwamba Watanzania wenzangu wanisaidie. Mwenye chochote ukitoa, Mwenyezi Mungu watawalipa. Kwa sasa hivi hapa maisha yangu magumu sana, hata mke wangu mwenyewe kumlea hivyo, anaishi kwa ajili ya watu kama huyo mjumbe. Mwanangu, kaa mwenzako, kweli unamweza kumwacha kama hivyo kwa sababu ni mgonjwa? Kweli amesikia, ndio kwa sasa hivi niko naye mpaka sasa kwa mida hii. Lakini akataka kwenda nyumbani kwao Dodoma, lakini amesikia kwa ajili ya watu maombi. Mahitaji ya familia ndio hayo. Hayo yote yule ambayo anaiona familia yangu, mke wangu huyo hapa, huyu hapo naye yupo tu. Chakula napewa kwa huyo mjumbe, napewa kwa watu majirani hapa, chakula shikuleni. Mimi mwenyewe siwezi, sipati. Mimi mwenyewe nikitoka nazunguka kwenye mizunguko kutafuta kuomba hivyo, napewa chakula juu kwa juu, nakula huku nakuja huku nalala tu. Baba sina, mama sina. Mama yangu amefariki muda, baba naye muda. Baba mdogo yupo South, wadogo zangu wapo South, lakini mawasiliano nao sina. Afa ameondoka kitambo.
sina mawasiliano nao. Hivyo kuna mganga hivyo akanichukuaga kwenda Malawi kunijaribu dawa, imeshindikana hivyo. Huyo naye mganga mwenyewe kanitoroka. Mie hata huyo ananiangalia hapa, watazamaji, naombeni kwamba ukiguswa kwa tatizo langu, kwa uwezo wako, naomba unisaidie nipate maendeleo. Ninapenda sana nifanye kazi. Kweli mimi kijana mdogo sana, nina miaka 35 tu, lakini nguvu ninazo kweli za kufanya kazi, lakini nashindwa nitafanyaje kazi na ugonjwa wangu, natembea na fimbo. Mbeleko ndani ya kwetu. Mimi ni mjumbe wa shina namba 1, naitwa Amina Musa Baisa. Kwa huyu bwana huyu alifikia sehemu, alikaa miaka mingi, akaondoka hapa mwaka 2016 alivyosikia mzazi wake kafariki. Akatoka kwenye chumba chake akauzauza vitu, akaenda kwa mzazi wake mpaka Mbeya. Alivyofika Mbeya ikabidi asafiri Malawi, akamwahi mama yake kumzika huko. Alivyokaa huko, alivyomzika mama yake mzazi, akakaa miaka karibu 6 nzima. Akaona maisha ya kule sio mazuri. Baba yake wakufikia akachukua hela shilingi 400,000 akampa. Akasema mimi nimeshindwa maisha kukaa na wewe hapa, inabidi uondoke. Ikabidi huyu bwana aondoke. Alivyotoka kule Malawi akaja mpaka Mbeya. Alivyokuja mpaka Mbeya akapata magari ya lori, akawapakiza mle kwenye gari. Walipofika mpaka Kitonga wakakuta gari limeharibika pale, ikabidi washuke. Walivyoshuka, huyu mke wake alikuwepo mbele na watoto wake, yeye alikuwepo nyuma. Wakashuka pale, akasema tukaje tukaangalie mbele kule kuna nini na dereva. Wakaja mpaka mbele, kuja mbele huku wakatokea wezi. Wakafika mle kwenye gari, wakachukua sanduku lake lote, begi lake lote. Lilikuwa na hela laki 4 liweka mle na nguo. Akafika mpaka hapa, akafika mpaka ile nyumba aliyoondoka toka zamani. Akifika ile nyumba anamkuta mama mwenye nyumba kafariki. Amemkuta mpangaji wa mwenzie. Akamkaribisha sebleni. Akakaa. Yule mama alikuwa akipika chakula, anawanyima hawa kula. Umeona? Akawa na hapa ile sebleni, akawa na sasa ikabidi aulize, jamani hapa kuna wajumbe gani? Ndio ikabidi wamuelekeze pale kwangu. Akaja pale kwangu kanikuta mimi, akanielezea mwanzo mpaka mwisho. Akasema nilishaenda hospitali Muhimbili, wakaniambia huu mguu una matatizo, inabidi tutakiwe ufanye operation wa hela 1,000,000 na laki 2.5, laki 2 na milioni 1.5. Ikashindikana. Ikabidi huyu pa kulala hana, yule mama anasula kama kugeuka kama nakasirika hivi. Ikabidi aje pale kwangu, nikaenda kwa mwenyekiti wa serikali ya mitaa, tukamwita mwenyekiti wa serikali ya mitaa na mjumbe wangu mkubwa, tukaja tukakutana, tukaja kwenye nyumba ya baba mmoja Mchaga. Hii nyumba inauzwa lakini bado haijauzwa, ndio tukamfanyia mpango kuja kulala hapa. Hana bakuli, hana sahani, hana godoro. Maisha yake ni magumu. Ana mke wake kwanza mjamzito, ana watoto 3. Mmoja kutokana na maisha amempeleka kwa bibi yake Dodoma. Kwa hiyo wawili waliobakia hapa maisha yao sio mazuri. Nilitakiwa mtoto mmoja aende shule, mmoja aende chekechea. Lakini wamekaa tukula kwao kwa shida, maisha yao ya shida. Tena na maisha magumu tu. Sasa inabidi huyu asaidiwe, akisaidiwa huyu ndio atainua familia yake. Na hakuna kumsaidia, nani atakayemsaidia? Hakuna. Inabidi nyinyi wa Tanzania wote muinuke waangalie hawa wa kuwasaidia, na watoto ndio taifa ya kesho. Inabidi wasaidiwe hawa watoto. Kwa hiyo kakaa hapa, akipita majumbani ndo anapita naomba chakula na tunamsaidia, kama ni hela kidogo ananunua chakula, anakaa hapa anakula na familia yake. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kidogo anaendelea vizuri, lakini huu mguu ndio wenye matatizo. Alitoka mnyoo mkubwa mweupe. Unaona? Kuna watu wengi wenye matatizo haya. Yaani umesajiliwa watu walio na uwezo wao, wenye uwezo wale hawajasajiliwa. Na kwa nini? Manake sasa hata hapo kwangu wanakuja wananungunika sana wazee.
wenye kufanywa nani uwepesi, lakini sasa wale waliokuwa na uwepesi wao na uzito wao ndio wanasaidiwa kuliko hao maskini, na watu wanalalamika kila siku. Na hili jambo walishuka watu wa wilayani akasema tutakufuata mjumbe ili tuandikishe tena, mpaka leo hawajaja bado. Watu wanalalamika, wana shida zao. Hivi hapa hata kama nyinyi waandishi wa habari wamekuja hapa leo, kuna watu wengine wanasema waambie waje na sisi huku tuwaambie shida zao. Tuwaambie shida zao. Nikasema sawa. Kwa hiyo mimi naomba Watanzania muwasikilize hawa, muwasaidie kwa hali na mali. Huyu bwana amevimba mguu, unamuuma mguu kama kipindi cha mvua hivi juzi, ameshinda ndani kutwa, ametoka mnyoo kama nyoka. Hana hela, hana mbele hana nyuma, hana baba, hana mama. Sisi tumemsaidia tu hapa, majirani pamoja na wajumbe tumemsaidia, na mwenyekiti wa serikali ya mitaa vile. Mwenyekiti wa serikali ya mitaa akamwambia inabidi ulinde sungusungu. Analinda sungusungu, mwisho wa mwezi anapata hela kama ni shilingi 22,000, anapata hela yake, akipata ananunua unga na weka ndani, anakula na familia. Lakini kwa kweli ana shida sana. Inabidi mumsaidie, mumsimamie. Huyu hana mtu kumsaidia, mtu yoyote yule. Amemfukuza mpaka babaka kufikia kutokana na maisha magumu. Kwa hiyo asanteni sana. Naona mmenisikiliza, naomba mumsaidie, na Tanzania muione, nchi yenu yote muione huyu bwana anavyoteseka pamoja na familia yake na mke wake. Mbeleko ndani ya kwetu. Bado tunaendelea kuzichukua tahadhari, lakini pia tumetoka kwenye mbeleko tunaenda kwenye kungwi, ila nikwambie kwamba kaka ambaye tumetoka kumwangalia kiukweli maisha yake yanasikitisha na yanatia huruma na yanahuzunisha sana. Mimi nina miguu yangu miwili, naweza kutoka asubuhi kwenda kwenye harakati zangu. Wewe pia una uwezo wa kutoka, lakini mwenzetu hawezi kutoka. Mkewe ni mjamzito. Maisha yako ni ya kufadhiliwa. Leo wamepata, wamekula, kesho wamelala. Inasikitisha na kuhuzunisha sana. Acha tuzitumie neema ambazo ametujalia Mungu wetu kwa ajili ya kuwasaidia wenzetu na kufuta machozi yao, ikiwemo kufuta chozi la kaka huyu ambaye tayari ameshakata tamaa. Wasawa kungwi ni huu hapa, bado tupo ndani ya kwetu na bado tunaendelea kuchukua tahadhari ya kujikinga na corona. Kungwi. Ninaposema kwamba wanawake na maendeleo tufanye kazi, tusonge mbele, nina maana kubwa sana, kwa sababu mwanamke ni mama, mwanamke ni mlezi wa familia, na unapomsomesha mtoto wa kike mmoja tu umeisomesha familia nzima. Kwa hiyo awali ya yote niweze kuwashukuru wale ambao wananifanya mimi niweze kudamshi kila kukicha, na si wengine ni Tu Collection Dubai. Wanapatikana Kinondoni studio pale, unaweza kuwatafuta kupitia mitandao ya kijamii. Hipo ndipo ambapo wanapatikana, Tu Collection _Dubai, kupitia ukurasa wao wa Instagram. Niko tayari kuweza kukupa zile ladha za vanilla na utamu wake wa strawberry mlendani. Kungwi ndo mimi, Fatma binti Abdullah. Ukinita ndimu mkata shombo unakuwa hujakosea. Nataka nizungumze na kina baba ambao wapo katika ndoa. Unaweza kujiuliza kwa nini kungwi anapenda kuwazungumzia wanandoa? Hata jina la kungwi lenyewe ukilisema tu kungwi, moja kwa moja tunaenda kwenye masuala mazima ya ndoa na maisha kwa ujumla. Siku zote utakapoona mafanikio ya mwanaume, tambua kwamba kuna mwanamke jasiri anayejua majukumu yake vyema. Nina maana kwamba wanawake sisi, licha kwamba mnatudharau kutokana tu ndo tumeumbwa hivyo, wanawake mnatuchukulia ni watu wepesi, lakini tuna uwezo mkubwa sana kuweza kufanya mambo mengi na makubwa katika jamii. Wanaume wenye tabia kuwakataza wake zao kufanya kazi ndo ambao nawaweka utangani kwa siku ya leo, na nitawafundia mtama nikizikosa kunde. Haya ni mafunzo ya kungwi. Baba mwenye ndevu zako na sharubu zako kutokana tu na wivu wako ulozidi mpaka, ulovuka mipaka, unaamua tu marufuku mke wangu kufanya kazi. Kwa nini? Wakati wa mapenzi na mahaba hukuonesha yale makucha yako. Umesubiri, umeshamiliki mtoto wa mwanaume mwenzio ndani, unamwambia ni marufuku kufanya kazi. Unasahau kwamba mwanamke huyu aliweza kusomeshwa na wazazi wake. Hujui wazazi wake walijinyima kiasi gani kuhakikisha mtoto wao wa kike anapata elimu. Unalisahau hilo.
Basi tuelezee zile sababu ambazo zinakufanya wewe uweze kumkataza mkeo kufanya kazi ni zipi? Pia hauna. Manake ukienda kazini watakutaka, manake ukienda kazini utachelewa kurudi, manake ukifanya kazi utakuwa na jeuri, utakuwa na dharau. Nini unafanya? Tunatengeneza kitu kilichokuwa bora, tunatengeneza familia iliyo imara. Unajisikiaje utakapomwona mtoto wa kike anapiga hatua za maendeleo? Tuna viongozi wengi sasa hivi ni wanawake na wanaongoza vizuri taifa na dunia kwa ujumla. Hivi unajisikiaje unapomwona mkeo anapiga hatua za maendeleo? Husikii furaha unaposema yes, mke wangu kweli umeweza? Kuna leo, kuna na kesho. Maisha tujiambiwa kwamba tunaweza tukaishi milele. Unamwachisha kazi mwanamke akaye akutegemee wewe mpaka chumvi, mpaka bizari kweli? Mwanaume na kuingia akilini kweli? Leo upo hai utamtimizia shida zake zote. Kesho umeondoka unamwacha na watoto, unamtengenezea mazingira gani ya kuweza kuishi na wanawe? Niwapongeze sana wale wanaume ambao wanajitoa kuwasapoti wake zao kwa hali yoyote ile. Haijalishi ni biashara ndogo ndogo, kuajiriwa ama kujiajiri mwenyewe kwenye sekta binafsi, vyovyote inakavyokuwa. Nawapongeza sana yule mwanaume anemwamsha mkewe asubuhi akamwambia mke wangu nyanyuka, nenda kapambane kutafuta cha kwako. Cha kwako ni cha kwako. Kwa nini mkataze mkeo kufanya kazi? Hizo ni zama za zamani, zilishapitwa na wakati kweli kweli. Na wewe mwanamke, ni kwa nini unakubali kushikwa shikio na mwanaume akakwambia acha kufanya kazi, nitakulipa mshahara mwezi mzima, na wewe unajibweteka bwete? Mume kanambia sifanye kazi, unakichaa. Taratibu we. Haya ni mafunzo ya kungwi. Mwanamke kamili anejitambua, anejithamini, yule ambaye anatafuta cha kwake kwa jasho lake. Leo mahaba yako moto moto na mumeo, kila kitu atakupa, lakini jiulize, achilia mbali kufariki, imetokezea mmeachana tu ama mmetengana tu, unarudi tena nyumbani moja, tunasema alifu kwa ujiti, kuanza maisha tena moja. Hauna chochote, ulishajijengea ile misingi ya kukaa tu kumsubiri, namsubiri bwana haji, namsubiri bwana hajafika. Unajijengea mazingira gani? Lakini hiyo familia ambayo uko nayo wanajifunza nini pia kutoka kwako? Mmebarikiwa kizazi, watoto 2 watatu, wanajifunza nini kutoka kwako? Mbona baba yetu ndo mtafutaji, mama amekaa tu ametulia? Hauwezi kuwajengea mazingira mazuri pia watoto. Na ili muweze kufikia malengo, ni lazima mshirikiane. Tunasema kwamba haba na haba hujaza kibaba. Huyu kaleta moja, yule kaleta moja, mnachanganya zinakuwa 2, maisha yanakwenda. Ni wakati wa kuweza wanawake kuamka. Tuachane na zile fikra potofu kwamba wanawake tumeletwa duniani kwa ajili ya raha. Hatukatai, wanawake ni maua bwana. Tunahitaji kupendwa, kutumikiwa, kuhudumiwa, tuweze kushine na kupendeza, lakini hakuna mali nzuri na tamu kama ile ambayo unaitolea jasho. Inaweza ikafika hatua unamkuta mwanamke anajuta, kwa nini nilikubali kuacha kazi yangu? Wapi? Muda tayari umeshapotea. Kwanza nikupe siri, mwanamke ambaye unanitazama muda huu hapa, unapokuwa na kazi yako, asikwambie mtu heshima inakuwepo tu. Utanibabaisha nini? Unanipa 15,000 yako, ninaweza kuitafuta 30. Uwezo kanidharau. Sawa? Kuna ndugu wa mume wanaweza kukuheshimu pia, au ifi yetu anajichuhulisha. Lakini leo umekaa mafuta ya nazi, mwanaume aniletee. Chumvi ndani imekwisha, mwanaume aniletee. Mzazi wako inaweza katokea anaumwa, siwezi kwenda nyumbani, siwezi kumchangia chochote mpaka mume wangu aseme, mpaka mume wangu anipe. Hata wewe mwanaume mwenyewe anakuwa na kudharau. Haya ni mafunzo ya kungwi. City Peri to Fashion, mtaa wa Narung'ombe ndio ambao amenivalisha, lakini nyuma kamera ni Romi 255, mimi ni Biti Abdullah. Unaweza kunifollow kupitia Instagram page yangu ni kungwi_mkatashombo. Tunaikamilisha kwetu kinamna hii, tukiendelea kuchukua tahadhari, tukiendelea kunawa maji na sabuni, tukiendelea kujikinga sisi na kuwakinga wengine, lakini pia tukiendelea kufuata maelekezo yote kutoka Wizara ya Afya pamoja na viongozi wale ambao wamepewa dhamana ya kutufikishia sisi ujumbe ambao ni wa uhakika. Tuache kusambaza taarifa za uongo, tuache kujazana uongo, tufuate taratibu zote ambazo tunafuatwa kuzifuata ili tuweze kuishi kwa amani na upendo pia. Nikwambie nini? Zaidi kuambia kwamba corona ipo na inaua. Jikinge wewe, wakinge na wengine. Stop corona.